Watu watakuwa wawili kitandani, mke na mume, mmoja atanyakuliwa, mmoja atabaki. Just imagine wawili njiani. Just imagine, maana kwamba hii safari hakuna kia mume, hakuna kia mke, hakuna kia baba, hakuna kia mama, hakuna kia mchungaji, hakuna kia muumini. Haleluya! Hakikisha unazingatia wewe na njia yako. Uwezi kujua kama hata huyo mchungaji wako unaona kama leo yes anakufariji katika maneno, badala kuonyesha njia kupeleka katika uzima milele, anakufariji kwa maneno. Mtu wa Mungu, njia utakayoienda utaienda peke yako, utaenda na huyo mchungaji wako. Hakikisha unatengeneza njia yako, hakikisha unazingatia katika njia yako. Maandiko anasema itafika wakati neno hili mtalitafuta, mtaliona tena. Ipo siku mtachungulia, mwangalie kama kuna mtumishi amepost YouTube neno la Mungu, amepost TikTok neno la Mungu, amepost Facebook neno la Mungu, Instagram neno la Mungu, au kuna kanisa imefunguliwa watu wanaabudu. Mtatafuta, mtaona tena, kwa sababu neno litafungwa. Hata kuwepo wa kuhubiri, hata kuwepo wa kufanya chochote. Kumbe neema tulionayo ni hii, kwa sababu tuna nafasi ya kusikiliza. Tunasikiliza huko na kule, tunapata nafasi ya kukejeli, ya kudharau. Ni kwa sababu neema bado ingali. Mtu wa Mungu, itafika wakati utanisikia hata mimi unayeongea, utanitafuta, utaniona. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana akakuoshe sana na Bwana akuongoze sana. Hilo ni jambo la 5. Tukutane katika jambo la 6. Amen.